Okay, mfuatiliaji wa Snada TV, tukiwa bado tuko hapa ukumbi wa Aqua Vitale Resort. Hapa niko na msanii, hatajitambulisha majina yake, lakini ni msanii wa vichekesho. Tutamfahamu na kisha tutaendelea. Karibu sana, mambo vipi? Poa poa. Okay, majina? Naitwa Konkara aka The Stress Resistor. Okay, karibu sana The Stress Resistor katika mkoa wa Singida. Yeah, asante sana. Okay, leo hii mpo katika mkoa wa Singida kwa ajili ya kuwapatia burudani wakazi wa mkoa wa Singida na viunga vyake kwa ujumla. Labda ni kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi tangu umeingia katika mkoa huu? Kwanza kabisa nimependa hali ya hewa. Hali ya hewa imetulia, sio joto, sio baridi. Pia mkoa wa Singida ni mkoa ambao yani sikukuu kweli wanaitendea haki. Yani asubuhi tulikuwa tunatafuta sehemu ya kunywa supu, akasema watu wamelala bado sikukuu, yani hawajaamka. Kwa watu yani wanafuata protocol sana, yani sikukuu wanaipa heshima. Ni watu fulani ambao wakalimu kwa kweli yani. Okay, shukrani sana. Lakini ardhi ya mkoa wa Singida imejaliwa kuwa na udongo mweupe, nafikiri umenielewa. Sasa udongo mweupe kwa ajili ya kustawisha mazao mbalimbali. Lakini pia mkoa wa Singida unasifiwa kuwa na watu wakarimu kama ulivyosema. Lakini watarajie nini sasa wananchi wa mkoa wa Singida katika siku ya leo? Kwa leo watarajie makubwa sana, kwa sababu tumejiandaa, tumetoka Dar es Salaam kuja kuwachekesha. Kwa tunawaambia watu ambao wamenunua tiketi watarajie makubwa sana. Show itakuwa nzuri, na wale ambao hawajanunua tiketi wanaweza wakanunua tiketi haraka, kwa sababu tumejipanga kusema kweli. Kwa hiyo makubwa sana watarajie. Okay, msanii mkubwa Konkara, The Stress Resistor, labda wewe unajivunia kitu gani katika tasnia hii ya uchekeshaji? Kitu ambacho najivunia mimi ni yani kwenda yani sisi yani, kitu ambacho najivunia mimi niseme kupitia hii tasnia ambayo ninayo mimi. Nina nidhamu. Kitu najivunia mimi ni kuwa na nidhamu. Na ndio maana kuna mtu anashindwa kuelewana na mimi, huyu anakuwa na shida yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi najivunia kuwa na nidhamu. Na nidhamu ndio kitu kikubwa sana kwa mimi. Kwa hiyo najivunia kuwa na nidhamu sana, hasa nikiwa kwenye kazi. Okay, asante. Unapopita katika sehemu tofauti tofauti, mapokezi ya mashabiki zako, Konkara The Stress Resistor, yanakuwa mengi. Labda wewe hii inakupa hamasa gani? Hiyo inanifanya niendelee kuongeza vitu vizuri zaidi. Sababu watu kama wanaku appreciate wanatakiwa waoneshe kweli. Yani ubunifu unatakiwa uwe mkubwa zaidi, ili sababu mtu mpaka anakuita na maana anapenda unachofanya. Kwa hiyo azidi kukuita zaidi, lazima uomboleshaje. Kwa pale anapokuita anakupa mzigo kwamba una deni kwetu. Kwa najisikia vizuri wanaponiita, na wananikumbusha kwamba ni kazi kamba. Kwa nini The Stress Resistor? Hiyo The Stress Resistor ni AKA tu hiyo. Mchekeshaji yote ni Stress Resistor. Ndio maana watu wanakuja hapa wanacheka, wanasahau mawazo yao, maumivu, stress na maneno. Labda changamoto katika uchekeshaji. Umetumia muda mwingi, umetengeneza jambo ambalo makusudi yako au expectation zako ni kwa kuona kwamba watu wanafurahi, wanaenjoy ama wanacheka. Vipi inapotokea imetokea hawajacheka, wewe unajisikiaje? Ikitokea watu hawajacheka, unajua kwa mchekeshaji yote lazima ajisikie vibaya. Na hii kitu haikuepekagi. Yani hakuna mchekeshaji duniani ambaye hajawahi kupanda na watu, yani sio kwamba anachekesha kila siku. Kuna siku inakuwa mbaya kazini. Yani unakuwa umejipanga, lakini unakuta watu nao wako vibaya. Kwa hiyo ubi anajisikia vibaya, na ndio maana waka sipendi kuruhusu hiyo hali itokee. Ndio maana wanafanya sana mashambulizi ya kujinasua ili watu wacheke. Okay, kwa kuhitimisha, neno lako sasa kwa mashabiki zako, lakini pia kwa vijana ambao wanatamani kuingia katika tasnia hii ya uchekeshaji. Kwa kijana ambaye anatamani kuingia kwenye tasnia ya uchekeshaji, hajachelewa, nafasi zipo nyingi, comedy imeshakuwa kila mkoa ipo. Waendelee tu kuhudhuria sehemu kama kuna show, hata kama perform anaenda kuangalia, anajifunza.
wao wanatutafuta, wanapiga simu, brother, mimi labda niko sababu si hapa tuko Singida. Kama mtu yuko Singida anapenda kutekesha comedy, anatufuata sisi hapa, anaongea na sisi, anauliza kama kituelewi. Kama mtu yuko da ndo tunapatikana sana, anapiga simu. Kuna comedy club nyingi da, ndo sehemu ambayo ina comedy club nyingi ambazo watu wanajifua. Kuna Punchline, kuna Blockhouse pale kila Jumatatu, Punchline kila Jumanne. Yani tena yani nafasi zipo nyingi tu, ni kwa da ndo fursa nyingi zaidi. Kwa mikoani huku yani kama hivyo kituona wao wanakuja, tunaangalia namna ya kuweza kuwasaidia. Mara mtu akisema nataka kuchekesha lazima nimuulize, naomba kichekesho chako kimoja. Kwa mtu ukimsikiliza anasema kabisa huyu ana uelekeo, huyu ana kitu. Na kama ukimsikiliza ukiona hana kitu, unamseti sasa, sababu ndio kitu anapenda. Kwa hiyo lazima saidiane kwa hilo. Okay, shukrani sana. Lakini umefunguka mengi sana. Hebu tupe tofauti sasa ulioiona katika platform za social media, YouTube, TikTok, lakini pia Instagram pages na hii ya kufanya live, kwamba kuna tofauti ipi ambayo umeiona kwamba mapokeo makubwa ni yapi katika platform hizo? Kwangu mimi, yes, kati ya na kwa wengine, yani kwenye social media ambapo mnaweka kazi zenu kule, watu wanazipokea sana. Yes. Facebook, yes, Facebook mimi ndio watu wanapokea sana. Okay. Na Instagram, TikTok sio sana, sababu TikTok ni mtandao wa watu ambao yani hawako serious. Facebook, Instagram na YouTube, hii mitatu. Okay. Sasa Facebook, sababu Facebook ni kama East Africa nzima yako mle. Yes. Facebook ya moto, yani Facebook watu wanaangalia sana. Okay. Shukrani sana na asante sana